Naam, on the microphone it's Ogelo Official Rose D. Kama kawaida ni mwendelezo wa zile taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kujiri na kumeke headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Tuangazie taarifa ya kifo cha Waziri Lukuvi. Familia yaomba radhi wa Tanzania kumsamehe marehemu aliyoyafanya wakati wa uhai wake. Ni katika kipindi cha majonzi na kumbukumbu ambako familia ya marehemu William Lukuvi imeweza kujitokeza hadharani kuomba msamaha kwa niaba ya wale wote ambao waliwahi kukosewa wakati wa uhai wake. Kauli hii ya kipekee iliyotolewa na ndugu wa marehemu Mosi Lukuvi wakati wa ibada ya kuaga mwili iliyofanyika jijini Dodoma, na aliweza kuzungumza na kuomba radhi. Sasa hatua hiyo imegusa mioyo ya wengi, kwani inaonesha kiwango kikubwa cha hekima, unyenyekevu na nia ya kuendeleza amani hata baada ya kifo cha mpendwa wao. Na katika jamii nyingi za Kiafrika hususan Tanzania, msamaha ni nguzo muhimu ambayo inasaidia kudumisha mshikamano na kuponya majeraha ya kihisia yanayotokana na migogoro ya kijamii au kisiasa. Akizungumza mbele ya waombolezaji, Mosi Lukuvi alieleza kuwa ni kawaida kwa maisha ya siasa kuwa na misuguano na tofauti za kimtazamo, na hata hivyo alisisitiza kuwa tofauti hizo hazipaswi kuendelea hata baada ya kifo, bali zinapaswa kuwa chachu ya kujifunza na kujenga mustakabali bora wa mahusiano ya kijamii, ambako kauli hiyo imechukuliwa kama mfano bora wa kuigwa na viongozi pamoja na wananchi kwa ujumla. Marehemu William Lukuvi alikumbukwa kama kiongozi mwenye busara, aliyejitahidi kuunganisha watu na kuhimiza maelewano. Na katika maisha yake ya utumishi wa umma alihudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi, akiwemo waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, na mchango wake katika maendeleo ya taifa umetajwa kama mchango mkubwa na wa kuigwa. Aidha, Mosi Lukuvi alibainisha kuwa hata marais waliopita walitambua mchango wa marehemu na kutumia busara zake katika kuendesha shughuli za serikali. Hili linaonyesha kuwa hakuwa tu kiongozi kwa kawaida, bali alikuwa daraja la mawasiliano na mshauri muhimu katika nyanja mbalimbali za utawala. Kitendo cha familia kuomba msamaha hadharani pia kinafafanua umuhimu wa kujenga utamaduni wa kusameheana katika jamii, na ni wito kwa kila mmoja kutafakari mienendo yake na kuhakikisha kuwa anajenga mahusiano bora na wengine bila kujali tofauti zilizopo. Msamaha unaisaidia kuondoa chuki, kuimarisha upendo na kuleta mshikamano wa kweli. Sasa kwa upande mwingine, tukio hili linaweza na linaweka mfano mzuri kwa kizazi kijacho, na linafundisha pia kuwa hata katika nyakati za huzuni bado kuna nafasi ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii kwa kuchagua njia ya amani na maridhiano, na ni ujumbe unaovuka mipaka ya kisiasa na kuingia moja kwa moja katika maisha ya kila siku ya watu. Kwa kumalizia, hatua ya familia ya marehemu William Lukuvi kuomba msamaha ni ishara ya ukomavu wa hali ya juu na mfano wa kuigwa katika jamii, na tukio hili linalotambulisha sote umuhimu wa kusameheana, kuthaminiana utu na kujenga umoja hata pale ambapo tofauti ziliwahi kutenganisha watu. Na nitamwacha mtazamaji katika hili, maoni yako moja kwa moja kuhusiana na kile ambacho wamekifanya familia ya aliyewahi kuwa waziri William Lukuvi. Wewe una maoni gani? Utaweza kuandika na utaweza kuangazia kwa wakati mwingine. Bye bye.